الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أتم سبحانه وتعالى لنا الدين وجعل أمتنا أمة الإسلام خير أمة، فله الحمد تبارك وتعالى أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان ya kikao chetu cha leo ni juu ya hatari ya ulimi. Ulimi ayuha alahibba, enyi dada zangu na mama zangu, katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala nyingi ambazo ameneemesha nazo waja wake, katika neema nyingi, mmoja katika hizo neema ni neema hii ya ulimi. Kupitia ulimi mwanadamu anaweza kuabir, anaweza kujieleza juu ya anayohisi. Kupitia ulimi mwanadamu anaweza kueleza katika fikra zake ni yapi yako ndani. Kupitia huu ulimi mwanadamu anaweza kufanya adhkar. Kupitia huu ulimi binadamu anaweza kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile huu ulimi inaweza kuwa sababu ya kuangamia kwa mwanadamu na kuwa katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadhu billah. Kwa hivyo ulimi ni kipande cha nyama ndogo ambacho hakina hata mfupa, lakini huu ulimi kwa kalima moja mtu anaweza kutamka imuinue manzila na kuwa katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kalima moja huu ulimi mwanadamu anaweza kutamka iwe ni sababu ya yeye kuingizwa kwenye janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile kwa kalima moja peke yake ulimi huu unaweza kutamka iwe ni sababu ya yeye kuingizwa katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kalima moja peke yake, kwa kalima ya la ilaha illa Allah, kalima fupi ndogo yenye uzito, iwe sababu ya wewe kuingizwa katika janna. Na vile vile kalima moja ya kufur, hii ulimi inaweza kutamka iwe sababu ya kuingia motoni. Kwa kalima moja unaweza kujenga nyumba, unaweza jenga familia. Vile vile kwa kalima moja peke yake unaweza vunja familia. Kwa kalima moja ulimi unaweza kutamka iwe sababu ya kuwasha moto wa vita baina ya jamii nzima, baina ya nchi nzima, baina ya makabila, kwa huu ulimi peke yake. Vile vile huu ulimi kwa baadhi za kalima inaweza kuwa sababu ya kusuluhisha na kujenga na kuleta watu pamoja. Mpaka hapa tayari twaona hatari ya huu ulimi na neema ya hii ulimi. Kwa ulimi inaweza jenga, na vile vile kwa ulimi inaweza kufanya nini? Inaweza kubomoa. Tuanze na hadith kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أصبح ابن آدم
فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. حديثه hadithi ya ajabu ayuha alahibba, hadithi ambayo kuna mafunzo makubwa juu ya hii ulimi. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha asbaha ibn adam, mwanadamu kila anapoingiliwa na asubuhi, hii ndo hali yake. Sikiza hii hadithi kwa makini na uone hatari ya ulimi na role gani inaweza kucheza huu ulimi katika kiwiliwili chako chote. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha asbaha ibn adam, mwanadamu anapoingiliwa na asubuhi au kila asubuhi, fa innal a'dha'a, hakika ya kila kiungo kwenye mwili wake, tukaffiru lisan, kila kiungo katika mwili wako inakuwa ni yenye kuongea na ulimi. Inamwambia nini? Inamnyenyekea ulimi kila asubuhi, viungo vyote, macho, mikono, miguu, yote inazungumza na ulimi kila asubuhi. Mwanzo wa siku inakuwa mnyenyekevu kwa huu ulimi. Inamwambia ittaqillaha fina, ewe ulimi, mwogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu yetu sisi viungo vyote vya mwili. Subhanallah, viungo vyote vinanyenyekea kwa huu ulimi. Inamwambia ittaqillaha fina, muogope Mwenyezi Mungu, kuwa katika hali Mwenyezi Mungu anayotaka wewe ulimi. Fa innama nahnu bik, hakika yetu sisi sote viungo vya mwili tuko chini yako wewe ulimi. Fa in istaqamta istaqamna, wewe ulimi ukiwa kwenye hali mzuri, ukitupeleka vizuri, ukiongea ya khairi, ukiongea ya kujumuisha watu, ya kujenga mapenzi yenye kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa innama nahnu bik, sisi tuko chini yako. Fa in istaqamta istaqamna, ukinyooka wewe ulimi, na sisi tutafanya nini? Tutanyooka. Wa in iwajajta, na ukiwa opposite ya kunyooka, ukiwa mbaya wewe ulimi, iwajajna, hata sisi vile vile mwili wetu wote na hichi kiwiliwili hakitokuwa kwenye hali mzuri. Mwili wetu wote tunapata faida kwenye hii hadithi, inakontroliwa na nini? Inakontroliwa na ulimi. Ulimi ikiwa kwenye hali mzuri, mwili nao unakuwa kwenye hali mzuri. Ulimi ukiwa kwenye hali ya kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuwa mbali na yale Mwenyezi Mungu hataki juu yake huu ulimi, kiwiliwili chote kinakuwa katika hali mzuri. Ulimi ambao umenyooka katika kuzungumza ukweli, tutakuja kutaja mwisho, kuwa mbali na uongo, kuleta adhkar, kusoma Qur'ani. Fa kwenye hii hadithi anatubainishia Mtume sallallahu alayhi wasallam hivi viungo vyote vya huyu mwanadamu kila asubuhi vinanyenyekea kwa ulimi. Twakuomba usituangamize, twakuomba usituweke kwenye hali mbaya ewe ulimi, twakuomba usitupeleke kwenye njia ambayo itakuwa maangamivu yetu sisi viungo vyote vya mwili. Abu Bakar radhiyallahu an, kutoka kwa Zaid ibn Aslam, asema raaitu Aba Bakr as-Siddiq radhiyallahu an
آخذ بطرف لسانه فقال هذا أوردني الموارد. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu siku moja ameshika ulimi wake, ameshika mwanzo wa huu ulimi, kisha anazungumza na ulimi wake, anaonyesha majuto ya namna hii ulimi ilimpelekea, au namna isiyopendeza huu ulimi mumingiza ndani yake. Ashika ulimi wake, asema hadha, hii ulimi auradani almawarid, imeniingiza na kunizamisha kwenye maangamivu. Anashtaki nini? Ulimi wake. Huu ulimi asema imenipelekea mahali pabaya. Huu ulimi ndio ulioniangamiza mimi. Na huyu ni nani? Huyu ni Abu Bakar, kiumbe bora baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ashika ulimi wake, ailaumu ulimi akisema, wewe ulimi umenipelekea kwenye maangamivu. Abu Bakar ni katika watu waliobashiriwa pepo. Pamoja na hivyo kwamba yeye ni mtu wa peponi, bado anailaumu ulimi wake. Ikiwa hii ni hali ya Abu Bakar, sisi vipi iko hali yetu? Naam. Ikiwa Abu Bakar anashika ulimi wake, anailaumu juu ya hali mbaya imempelekea huu ulimi, anasema hadha auradani almawarid, anajuta juu ya hali ya ulimi, sisi tutasema nini juu ya hali ya ulimi wetu? Al-Ahnaf ibn Qais anasema rahimahullah katika tabi'in, asema hatfu ar-rajuli makhbu'un tahta lisanihi. Hatfu ar-rajuli, akieleza hatari ya ulimi. Hatfu ar-rajuli, halaku ar-rajuli, na kuangamia kwa huyu mwanadamu imefichika chini ya ulimi wake. Bimaana kuangamia kwa mwanadamu sana na kuwa katika hali mbaya ambayo Mwenyezi Mungu hataki, moyo wake kuwa hali mbaya, inachangiwa sana na nini? Na huu ulimi. Ulimi ayuha alahibba ni kiungo hatari sana. Mmoja katika salaf, mmoja katika wema waliopita, anasema kama kuna kiungo kinastahiki kufungwa jela kwa milele, basi ni huu ulimi. Na hawa ni watu wema ambao mahusiano yao na Allah subhanahu wa ta'ala yalikuwa mazuri. Pamoja na hivyo walikuwa wanaona hatari ya huu ulimi. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwafunza masahaba zake na aliwaeka katika hali mzuri ya kuwafunza juu ya hatari ya huu ulimi, na namna kupitia unayoyazungumza unaweza kukutana na mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kupitia unayoyazungumza na kuyatamka ukutane na yale yasiyokuridhisha mbele ya Allah azza wa jalla. Akipata chansi ya kukaa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, anawatahadharisha na huu ulimi, anawaonya juu ya ulimi wao daima na always kuwa katika hali ambayo Mwenyezi Mungu akikupata ndani yake ako radhi na wewe. Hutamki illa katika yale Mwenyezi Mungu anaridhia.
hutamki illa kwa yale Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza kufanya na kusema. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa amekaa na sahaba Muadh ibn Jabal, amwambia Muadh, kuffa alayka hadha, kuffa alayka hadha. Faqala radiyallahu anhu, ya Rasul Allah, wa inna lamuakhadhuna bima natakallam. فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. حديث عظيم، حديث yenye mafunzo makubwa ndani. Amekana Muadh ibn Jabal, anamwambia Muadh, kuffa alayka hadha, ay amsik, zuia huu ulimi wako Muadh. Anamwambia sahaba Muadh, zuia ulimi wako, chunga ulimi wako ewe Muadh. Muadh anashangaa, anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasul Allah, ewe Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna lamuakhadhuna bima natakallam. Ya Rasul Allah, hivi tutahisabiwa na kulipwa juu ya tunayozungumza? Ashangaa Muadh. Mtume anamwambia chunga ulimi wako, amuuliza ya Rasul Allah, kwani tunayozungumza kwenye hii dunia yote yenye tunaona mazungumzo ya kawaida, yenye tunajua ni mazungumzo mazuri, mabaya? Amuuliza ya Rasul Allah, wa inna lamuakhadhuna bima natakallam, tutahisabiwa ewe Mtume wa Allah juu ya tunayoyazungumza kwenye hii dunia yote? Akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, thakilatka ummuka ya Muadh, wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim. Ewe Muadh, anashangaa na Muadh anamwambia wa hal yakubbu an-nas, unadhani Muadh watu watamiminwa na kuingizwa kwenye moto siku ya kiyama kwa sababu nyingine illa kwa yaliyochumwa na ulimi wao watu? Unadhani Muadh watu wataingizwa kwenye moto, na katika sababu watakaoingizwa nao watu ndani ya moto haiwi illa kwa waliochuma watu kutoka kwenye ulimi wao? Muadh anashangaa, yawezekana vipi ati tunayozungumza kwenye hii dunia maneno ya kawaida? Tunakaa mara nyingine labda tunaweza sengenya, tunakaa mara nyingine tuseme huyu tumfanye hivi, huyu tumfanye hivi, tunakaa mara nyingine wajua kitu si ya ukweli, unazungumza uongo. Anauliza Muadh, hii hali tunayopitia kwenye hii dunia ya Rasulullah, kweli mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutasimamishwa na kuulizwa juu ya yote tuliyozungumza, juu ya yote tuliyokuwa tunayapanga kupitia ulimi zetu, mazuri na mabaya? Mtume akamwambia, unadhania wewe Muadh watu wataingizwa na kumiminwa kwenye moto na kuangushwa ndani ya moto kupitia ima kuanguka kwenye uso zao au pua zao, isipokuwa yanayochumwa na ulimi wao? Mpaka hapa dada zangu na mama zangu, tunaona huu ulimi ni hatari gani iko nayo, na kwamba huu ulimi inaweza kutupelekea pabaya iwapo mwanadamu hatojua hatari ya huu ulimi na namna ulimi iko na role kubwa katika maisha yako. Allah subhanahu wa ta'ala katika Al-Quran Al-Karim anasema juu ya hali ya huyu mwanadamu na hali ya kiungo kidogo ambacho ako nayo mwanadamu. Asema Allah subhanahu wa ta'ala,
ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ewe mwanadamu, hutamki kalima, hutamki neno lolote katika hii dunia, neno lolote hutamki kwenye hii dunia, isipokuwa kuna malaika wenye kuandika mema yako na kuna malaika wenye kuandika maovu yako. Na hawa malaika wako na sifa mbili: raqibun atid, wanalinda na kuandika kwa uangalifu juu ya yote unayoyazungumza, juu ya kalima yoyote inatoka kwenye ulimi wako. Haya ni maneno ya nani? Naam. Nani anasema haya maneno? Naam, Allah subhanahu wa ta'ala. Kwamba ewe binadamu uliye kwenye hii dunia, ewe mwanadamu niliyekuumba, na kuambia hivi: kalima yoyote utakayotamka kwenye hii dunia, yoyote, kutoka asubuhi ulipoamka mpaka saa hizi, ile kalima ya mwisho uliyotamka na kuzungumza tayari imefanywa nini? Imeandikwa. Tena inalindwa na imeandikwa kwa uangalifu sana. Hautadhulumiwa ati umezungumza mazuri na yenye kumpendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alafu uende ukutane na mambo tofauti. La, raqibun atid, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Na asema Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa hadithi ya Abu Hurairah عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaanza kutupatia njia ya kujiokoa juu ya hali ya hii ulimi. Tumejua hatari ya ulimi. Naam, ulimi inaweza kupelekea pabaya au pazuri. Sasa tunakuja kuangalia huu ulimi ukianza kuwa kwenye hali gani, inakuwa kwenye hali mzuri. Ulimi wako ujitahidi uipelekee kwenye sifa gani? Atuelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama kuna hadithi inaweza saidia ulimi sana wa mwanadamu kutojipata mahali pabaya, kutojipata katika sehemu Mwenyezi Mungu haridhi, kuzungumza mambo Mwenyezi Mungu hataki uzungumze, sikiza hii hadithi kwa makini. Hadithi ambayo imekusanya khairi yako yote juu ya hali ya ulimi. Inakusaidia hadithi hii kuchunga ulimi wako. Inakusaidia hadithi hii wakati gani ni wa kuzungumza na wakati gani ni wa kunyamaza. Inakusaidia hii hadithi kujua hili ni zuri nitamke na hili si zuri nisilitamke. Nizungumze sahihi ama nizungumze baadaye. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam: man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, Muislamu ambaye imani imeingia ndani ya moyo wake, unamwamini Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na unaamini qiyama na akhira, ewe uliyejisalimisha kwa Allah azza wa jal. Hii ni message anakupatia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na chukua message hii kwa uzito.
anakuambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Kama utatoka kwenye kikao hii ya leo isipokuwa na hadithi hii peke yake, wallahi uko kwenye khairi kubwa. Falyaqul khairan au liyasmut. Hifadhi hadithi, jipambe na hii sifa, wallahi itakuokoa na mambo mingi sana, itakuokoa na situations nyingi sana. Dhiki ya moyo, watu kukutia kwa ulimi, watu kukuongea vibaya, watu kukalia vikao kwa ajili yako, yote ukitaka kuyaepuka yanayotokana na ulimi, fanyia kazi ya hadithi. Anakupatia suluhisho Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falyaqul khairan, zungumza yaliyo ya khairi, zungumza yaliyo mazuri, zungumza yale ambayo unaposema kitu itajenga watu, italeta mapenzi baina ya watu, itasuluhisha yaliyo baina ya watu, utaingiza furaha juu ya ndugu yako. Khairan, khairi ni yote mazuri ambayo unajua, yote mazuri. Zungumza mazuri, tumia ulimi katika hali mzuri. Khairan, sema ya khairi, lete adhkar, soma Qur'an, suluhisha yaliyo baina ya watu, zungumza na mtu maneno mazuri, mweke furaha ndani ya moyo. Yote ya khairi, ikiwa ni khairi zungumza. Kisha Mtume asema au liyasmut. Ikiwa unajua haya ninayotaka kuzungumza si jambo zuri, naam, au liyasmut, ufanya nini? Unyamaze. Kuna tofauti baina ya as-samtu was-sukut. Mtume asema au liyasmut. Kunyamaza kuna namna mbili. Kuna kunyamaza hauna budi umenyamaza, watu wazungumza umenyamaza tu, hiyo ni kunyamaza, sio? Lakini kuna kunyamaza nyingine ambayo ni bora, na hii ndio sifa Mtume anasema tujipambe nayo. Kunyamaza sampuli ya pili ni ipi? Ni kunyamaza wakati unaweza kuongea, bimaana unachunga kutoongea usilete madhara. Angalia hikma na ufasaha wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anakwambia kama ni khairi zungumza, lakini kama si jambo zuri unahisi hapa nikiongea, jipambe na sifa ya kufanya nini? As-samt. Na hii ni katika mitihani kubwa ya watu walionayo. Mtu kunyamaza wakati anafaa kunyamaza ni kazi imekuwa ngumu sana kwa wanadamu. Na mtu kujua wakati gani wa kunyamaza pia imekuwa ni kazi ngumu. Hii hadithi inatufunza kujua wakati gani wa kunyamaza na wakati gani ni wa kuongea. Kama ni yenye manufaa, ongea. Kama ni yenye kuleta madhara kwako wewe na walio kuzunguka, Mtume anakuambia nini? Falyasmut, unyamaze. Ayuha alahibba, ulimi ni yenye manufaa na vile vile ni yenye madhara mingi sana kwa mwanadamu. Ulimi ni kama kisu. Kisu unaweza tumia kukata apple, sio?
ukate vizuri, ule uenjoy. Lakini hii kisu inaweza kufanya nini? Inaweza kuua mtu. Fahakadha huu ulimi inaweza zungumza maneno mazuri, imuingize mtu furaha kwenye moyo wake, na hiyo kalima nzuri uliyomwambia iliyompelekea kuwa na furaha, asisahau mwanadamu kwenye maisha yake yote. Kalima ndogo tu, furaha ukamuingiza ndugu yako kwenye moyo wake. Lakini kalima moja vile vile unaweza mwambia mtu, imchome, ikae kwenye moyo wake miaka yake yote. Mitihani ya ulimi ni nyingi. Mitihani ya ulimi ni nyingi, hasa kwenye zama ambazo tuko ndani yake. Zama ambazo balaa zimekuwa mingi, mitihani imekuwa mingi, watu kufanya mambo tofauti na mafunzo ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake imekuwa rahisi. Mtu anaweza msomea hata aya ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini asiipatie uzito wake. Tutagusia baadhi ya mambo ambayo wanadamu katika zama ambazo tuko ndani yake, kupitia huu ulimi imekuwa ni mtihani mkubwa juu yao. Na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala juu ya haya ambayo tutakayoyataja tuweze kuyafanyia kazi, na vile vile kama kuna sehemu tunaweza rekebisha katika tutakayoyataja, tuweni ni wenye kurekebisha na kukutana na mazuri mbele ya Allah azza wa jalla. Sote tunataka janna ya Allah, sah? Nani anataka moto? Nani anataka? Naam. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja amekaa na masahaba zake, anawaambia, kullu ummati yadkhuluna aljanna, umma wangu wote wataingia peponi, illa man aba, illa atakayekataa. Wote wataingia peponi illa atakayekataa. Masahaba wanashangaa, ya Rasulullah, man yaba, ni nani ambaye ataweza kukataa kuingia kwenye pepo? Kuna mtu aweza kataa hapa? Mtu mmoja labda aseme mimi. Yuko? Hakuna. Yuko? Hakuna. Akaulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni nani huyu atakayekataa kuingia peponi? Mtume akasema, man ata'ani dakhala aljanna, mwenye kunifuata mimi na maamrisho yangu na njia yangu na yale niliyokuja nayo katika kumuongoza mwanadamu na katika kumtahadharisha, atakayefuata haya, dakhala aljanna, ataingia peponi. Waman asani, na mwenye ataenda kinyume na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqad aba, yeye mwenyewe amefanya nini? Amejikatalia. Kwa hivyo hapa kuna baadhi ya mafunzo na muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallama juu ya mambo ambayo imekuwa ni kazi ngumu kwa wanadamu katika zama ambazo tuko ndani yake. Ulimi huu imewapelekea katika hali ngumu katika haya mambo tutakayo kuyataja. Jambo la kwanza ni al-kadhib. Jambo la kwanza ambayo ulimi imekuwa ngumu kwa wanadamu kupambana nayo na kupigana nayo ni kusema uongo. Mtu kuongea mambo tofauti na ukweli ilivyo, huku akijua ninachokiongea sio uhakika. Katika mitihani mikubwa ambayo tumeingia ndani yake kutumia huu ulimi wetu ni kufanya nini? Ni sisi kusema uongo. Subhanallah.
mtu anaweza kusema uongo akijua kwa uhakika hili ninaloliongea si jambo la ukweli. Pamoja na hivyo anafanya nini? Anasema uongo. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye hadith ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu asema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alaykum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-janna. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wa iyyakum wal-kadhiba fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar. Atupatia mwelekeo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Umejipata kwenye hii zama ambazo uongo imeenea, zama ambazo mara nyingine unahisi mimi siwezi kutoka kwenye hali niko isipokuwa niseme uongo, zama ambazo mtu anasema uongo kusudi kwa ajili ya kuharibu baina ya watu, kusudi. Bali mtu anaweza kutunga story yake aingize uongo kwa ajili ya kufanya nini? Ya kuharibu, kwa nia ya kusema uongo. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, shikamaneni na ukweli, kwani ukweli haimpelekei mtu isipokuwa mahali mzuri. Result ya ukweli always ni mzuri. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum. Mtume anatoa tahadhari. Tumesoma hadithi nyuma, mwenye kutaka janna ni yule anafanya nini? Anafuata mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ndo mafunzo yameanza kuja. Chukua hii sifa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anakutahadharisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema wa iyyakum, na ole wenu, tahadharini enyi Waislamu, enyi dada zangu, enyi mama zangu, tutahadhari sana na kusema uongo. Mtume anatuonya juu ya mtu kusema uongo. Kila mtu anajijua nafsi yake. Kila mtu anajua haya ninayoyazungumza ni ya ukweli ama ni ya uongo. Mtume anakuambia tahadhari sana na kusema uongo. Tahadhari sana na ulimi wako kutamka mambo ambayo unajua kwa uhakika si ya ukweli. Fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, kwani uongo pole pole, step by step, leo unasema uongo, kesho uongo, kesho kutwa uongo, inakupelekea mpaka moyo wako kukufanya kuwa mtu mbaya. Unakuwa ni mtu rahisi hata kufanya dhambi kupitia huu ulimi kusema uongo. Uongo baada ya uongo baada ya uongo inaingia athari ndani ya moyo wako. Iyyakum wal-kadhib, iyyakum wal-kadhib, ole wenu na mutahadhari na sifa ya uongo. Fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, uongo ndio uitakao kupelekea katika maovu. Si kwamba ukisema uongo leo utakuwa mtu mwovu, mtu ambaye unaweza zama kwenye madhambi, mtu ambaye hata ukipewa mawaidha husikii. La, inakuja step by step. Leo uongo mmoja, kesho wa pili, uongo mdogo, mkubwa kidogo, pole pole inapandana mpaka unakuwa nani? Mtu muongo. Moyo unaathirika,
asema mtume sallallahu alayhi wasallam, wala yazalu ar-rajul, na mtu haachi kuwa muongo na kusema uongo, wayataharra al-kadhib, na anakusudia kusudi kuwa ni mtu muongo na kusema uongo, hatta, mpaka mwisho. Subhanallah, angalia mwisho mbaya, hatta yuktaba inda Allahi kadhaba, mpaka huyu mtu anaandikwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, si kwa wanadamu, si kwa wanadamu. Mtu aweza kwambia yule muongo usikie uchungu, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala utaandikiwa ama utaandikwa kuwa ni mtu kadhab, kwamba wewe ni mtu muongo. Nani ataridhia kwenye hii dunia watu 20, watu 50 wajumuiki waseme fulani ni mtu muongo? Utakubali? Utajitetea. Fakaif sifa hii iende mbele ya Allahu azza wa jalla? Wakati ulipokuwa kwenye hii dunia ulikuwa na uwezo wa kutojipamba na hii sifa, ulikuwa na uwezo wa kuwa mbali na sifa kama hii. Kwa nini ifikie mpaka mbele ya Allah azza wa jalla na upewe sifa kama hii? Uongo kwa sampuli zote, daima na always. Hakikisha unajipata kwenye sehemu na njia na ulimi wako unatamka mambo ambayo ni ya ukweli. Hausemi ila ya ukweli, ni ya uongo unajiweka mbali nayo. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا. aeleza huyu sahaba, siku moja amekaa yeye na mamake na mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha mamake akamwita. Wamekaa watu wangapi? Watatu. Mama akamwita mtoto wake, asema da'atni ummi yawman wa rasulullah sallallahu alayhi wasallam qa'idun fi baytina faqalat ha ta'al u'tik. Mama alimwambia mtoto wake, ta'al u'tik, njoo nikupatie. Angalia mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia nini? Faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma aradti an tu'tiya, ulitaka kumpa nini mtoto, ama ulitaka kumpatia nini? Alimwambia kijana wake, njoo nikupe. Mtume anamuuliza ulitaka kumpa nini? Akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, aradtu an u'tiyahu tamran, nilitaka kumpatia tende. Tuko pamoja? Nilitaka kumpatia tende. Kisha akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, ama innaki, hakika ya kwamba lau lam tu'tiyahu, lau usingempatia shay'an, chochote, kutibat alayka kadhbatun, lau haukumpatia kitu ungeandikiwa umefanya nini? Umesema uongo. Huyu ni mama na mtoto wake. Mama anamuita mtoto, amwambia ta'al u'tiyak, njoo nikupatie. Mtume anamwambia lau angekuja na hukumpatia kitu ungeandikiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala uongo ama sifa ya uongo. Jambo hili tuweza kuona ni jambo rahisi, sio? Mara ngapi tuaita mtoto ako mbali, labda wataka kwa haraka kuitikie, unaweza mwambia njoo nikupatie, mfano kuna peremende, ngoja nikupe, lakini ukweli hauna. Naam, Mtume asema lau hukumpatia hiyo tende ungeandikiwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uongo. Angalia hatari ya uongo, hata kwa jambo ambalo unaliona ni jambo la kawaida.
Uislamu alhamdulillah imetuwekea wazi kila kitu imetuwekea wazi. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallama kwenye hili jambo ambalo mtu aweza ona ni jambo ndogo, anatufunza na kututahadharisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mara nyingine jambo unaweza ona ni jokes, ni jambo la mzaha, kumbe unajiingiza kwenye maangamivu ya kusema uongo. Ukweli haimpelekei mtu ila katika jambo zuri. Kwenye nukta hii ya kwanza ya kusema uongo, ningependa kumaliza nukta hii na kisa ya Ka'b ibn Malik. Kisa hiki ni kisa imetokea masahaba watatu. Mmoja katika masahaba ilikuwa ni Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu. Katika vita vya Tabuk kuna baadhi ya watu hawakuenda na Mtume sallallahu alaihi wasallam vita hivi. Mtume aliporudi kutoka kwenye vita, wakaenda watu wengi kujieleza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, nimefanyika hivi ndio maana sijawahi. Ya Rasulullah, wengi walienda na uongo. Mtume akawasikiza. Lakini sikizeni namna ya ukweli na namna mtu anapojipamba na sifa ya ukweli, mahali gani mzuri nampelekea. Ka'b ibn Malik alikutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya wao kutoka kwenye vita ndani ya msikiti. Akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam Ka'b ibn Malik, alimwambia ma khallafak, ni jambo gani Ka'b ibn Malik imekufanya usiweze kuwa na sisi? Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wengi walikuja wakajitetea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sifa ya uongo ili wapitishe ile incident ipite yani. Na hivi ndio wengi wetu tunakuwa, labda wasema hapa wacha tu ipite niseme hivi, lakini unajua ukweli umesema uongo. Ka'b ibn Malik alisema mimi sitasema isipokuwa ya ukweli. Mtume alimuuliza kitu gani imekufanya usiwe na sisi? Akamwambia ya Rasulullah, wallahi mimi sikuwa na udhur, sikuwa na reason. Kwa nini aseme uongo? Kwa nini asimalize tu maneno mara moja, aseme jambo lolote, ampitishe njia Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa nini aseme ukweli? Kuna haja gani aseme tu mara moja uongo, story ishe? Naam, lakini hakuchagua hilo Ka'b. Na hii sifa nataka tuichukue. Chukua hii sifa ya Ka'b ibn Malik. Alimwambia Rasulullah, wallahi sina udhur. Kisha akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimwambia ya Rasulullah, wallahi lau ningekuwa mbele ya mtu yoyote wa kawaida, lau ningekuwa katika mbele ya mtu yoyote wa kawaida, nisingekosa njia ya kujitetea. Nisingekosa njia ya kujitetea na kujitoa. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala qad u'titu jadala. Ya Rasulullah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amenipatia uwezo wa kudebate, uwezo wa kukinaisha mtu. Tuelewa nini mpaka hapa? Kwamba nimechagua tu mimi kusema ukweli. Lakini kama ni kujitetea, laqad u'titu jadala, nimepewa uwezo wa kukinaisha mtu. Bimaana naweza
kupamba uongo nikwambie na uniamini. Lakini Ka'b ibn Malik hakuchagua hilo. Alichagua lipi? Naam, alichagua kusema ukweli na kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huu ni mfano twafaa tujipambe nayo kwenye situations ambazo wajua hapa Mwenyezi Mungu ananionja, aniangalie kama nitasema ukweli ama uongo. Dhihirisha ukweli wako mbele ya Allah azza wa jalla. Ka'b ibn Malik na wenzake wawili katika hii kisa, story yao mpaka leo iko ndani ya Qur'an. Kwa ukweli wao mpaka leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kila tukisoma kitabu cha Allah tuazisoma hizi aya ndani ya Qur'an. Ni aya gani hiyo? Nani atasema? Ni aya gani hiyo? Nazungumzia juu ya masahaba watatu hao, ikiwa mmoja wao ni Ka'b ibn Malik. Naam, juu ya ukweli wao namna ilivyokuwa mpaka saa hizi ndani ya Qur'an. Kwa hii sifa ya ukweli inasoma hizi ayat na wanakumbukwa kwa sifa mzuri. Na atatusaidia? Naam. Naam, hakuna wanafunzi? Naam. Hakuna. Naam. Kuna wanafunzi? Potee time mama? Hint. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. شبينا هند. نعم. طيب. Watatu hawa kwa sifa yao ya ukweli, na hii sifa imewafanya kuwa ni mfano mzuri mpaka siku ya leo tunaweza kusoma ndani ya Qur'an. Ni sifa ya ukweli imewapelekea wao kuwa kwenye hii hali. Kuna faida 6 tunapata kwenye hii kisa ya Ka'b ibn Malik. Faida ya kwanza ni kwamba as-sidqu najat, ukweli ni yenye kumwokoa mwanadamu. Pamoja na kwamba hawa masahaba watatu Ka'b na wenzake, ukweli ilikuwa ni jambo mzito kulisema, wakakubali kusema ukweli na wakateremshiwa hukumu yao, lakini mwisho waliona matunda ya kusema ukweli. Katika kisa ya hii Ka'b waliteremshiwa hukumu kwa siku 50 watu wasioongeleshe. Siku 50 hakuna watu wanaoongelesha hawa kina Ka'b ibn Malik. Lakini mwisho angalia najat, angalia furaha iliyokuja ilipofika siku ya 50. Watu walikuja kumpatia bishara Ka'b ibn Malik, Mwenyezi Mungu amekubali tauba yako, anepewa mahag, iwalia kwa furaha. As-sidqu najat. Amekuwa ni mfano mzuri na role model kwa wengi Ka'b ibn Malik na wenzake. As-sidqu, jambo ya kwanza, as-sidqu najatun. Jambo ya pili, khuturatul kadhib, hatari ya uongo. Munafiqun, wale wanafiq walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wengi walipeana sababu za uongo. Mwenyezi Mungu akateremsha ayat akawafedhehesha. Jambo la pili ni khuturatul kadhib, tumeona. Na jambo la tatu ni fadhlul i'tiraf bil khata. Jambo la tatu kwenye hii kisa tunapata ni kwamba kuna fadhila, kuna cheo Mwenyezi Mungu anakuinua ikiwa utarudi nyuma na kujua kwamba hapa nimekosea na hapa sijasema ukweli. Mwenyezi Mungu anakuinua daraja. Ukweli haukupelekei ila pazuri. Ukweli inakuinua daraja yako always mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Jambo la tano asema aljadalu ni'matun au niqma. Mtu kuwa mzuri wa kujadiliana inaweza kuwa ni neema ama inaweza kuwa vile vile nini? Ni msiba mkubwa kwenye maisha yako. Kwa sababu ukiwa mzuri wa kuweza kujadiliana kuna uwezekano mkubwa wa kufanya nini? Wa kusema uongo. Kwa hivyo ni neema na inaweza kuwa kinyume ya neema. Ikiwa utaitumia vizuri ulimi wako na sifa Mwenyezi Mungu aliyokupatia ya kuweza kujadiliana, itakuwa ni neema. Lakini ukiitumia kwa njia ya uongo na kuutumia ulimi kwa uongo, itakuwa ni nini? Naam, itakuwa ni khasara kwako wewe. Jambo la mwisho ni almunafiqu yukhadi' walmu'minu yusarih. Munafiq ni mtu anafanya khidaa, anadanganya. Ama mu'min hana sifa ya uongo. Kwa hivyo jipambe na sifa ya kusema ukweli kwenye maisha yako yote, kwenye hali yako yote. Ihurumie viungo vyako. Hakikisha huu ulimi haipelekei viungo vyako siku ya kiyama kuwa katika hali ya majuto kupitia ulimi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Hii ni jambo ya kwanza ama ya pili? Ya kwanza. Ya kwanza ilikuwa nini? Naam. Hii ni jambo ya kwanza. Ilikuwa tumezungumzia kuhusu nini? Naam. Kusema uongo. Jambo la pili ni alghiba. Katika mitihani mikubwa ambayo tuko ndani yake, wallahi ma'al asaf, jambo la kusikitisha sana ni sifa ya alghiba. Sifa ya mtu au ya watu kusengenya. Nasema ukweli? Naam. Nasema ukweli? Nini maana alghiba? Alghiba ni dhikru alaibi bidhahri alghaib. Ni kutaja dosari ya mtu au sifa ya mtu isiyokuwa mzuri bidhahri alghaib, huku yule unayemzungumza au wale unaowazungumza hawako mbele ya macho yako. Hii ndio nini? Ndio kusengenya. Sifa ya kusengenya inadhuufisha undugu baina ya watu. Wallahi inadhuufisha. Watu wanaweza kuwa wamekaa pamoja, lakini kwa sifa hii kupatikana kwenye sehemu ikajalia watu mmoja kwa mwingine, grupu fulani kwa grupu nyingine, nyoyo zao haziko kwenye hali mzuri mpaka imedhoofisha undugu baina yao. Labda watu wamekaa pamoja hata hawaongeleshani au hata hawaangaliani. Kwa sifa gani? Hii sifa iliyoingia baina yao ya kusengenyana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipozungumza ayat ndani ya Qur'ani ya kutaka kujenga undugu baina ya watu, akatahadharisha juu ya hii sifa ya kusengenyana, sifa ya kutajana kwa mambo ambayo si ya maana, kwa mambo ambayo ndugu yako Muislamu hana, dadako hana, ukamtaja nayo. Kumtaja kwa jambo ambalo lau angesikia asingependelea, lau angesikia ungemumiza moyo wake. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'dha adh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh
wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Mwenyezi Mungu anaeleza katika sifa ya kujenga undugu na sifa ya kudhoofisha undugu baina ya watu. Innamal mu'minuna ikhwa, waumini ni ndugu. Hii ndio asli, hii ndio msingi ya Uislamu, kwamba waumini ni watu ndugu, ni watu kitu kimoja. Lakini kuna baadhi ya sababu zinaingia hapo katikati ya kuvunja undugu wao, ya kuvunja umoja wao, ya kuvunja mapenzi baina yao. Ni mambo gani? Mwenyezi Mungu anasema ijtanibu kathiran min adh-dhann, jiepusheni na kudhania sana. Mimi nadhani ni fulani amenifanya hivi. Haiwezi. Dhanna nyingi, nafikiria, muonaje? Dhanna nyingi inavunja undugu baina ya watu, inavunja mahusiano baina ya watu. Ni nyumba ngapi zimevunjika kwa ajili ya dhanna peke yake? Nyumba ngapi? Vita vingapi vimesimama kwa ajili ya watu kudhaniana tu? Bali la kusikitisha, baada ya miaka unaweza gundua kumbe ilikuwa ni dhana tu umefanya na si ukweli. Subhanallah, ukaingia kwenye majuto. Lakini baada ya kuharibu ndugu, baada ya kuvunja mambo mingi baina yako na watu waliokuzunguka, ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'dha adh-dhanni ithm wala tajassasu. Kisha Mwenyezi Mungu anasema wala yaghtab ba'dhukum ba'dha, na mmoja wenu asifanye nini? Asimsengenye mwenzake. Usimtaje ndugu yako Muislamu kwa jambo ambalo, narudia, akisikia jambo hilo litamuumiza moyo. Kama vile wewe hupendi kutajwa kwa sifa ambayo lau utasikia utachukia au utaumia moyo wako, vile vile wewe pia usifanyie mtu. Mtume sallallahu alayhi wasallama kwenye hadithi ya Abu Huraira anasema ataduruna mal ghiba, majua ghiba ni nini, kusengenya ni nini? Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallama dhikruka akhaka bima yakrah, kusengenya ni wewe kumtaja ndugu yako kwa jambo ambalo analichukia kulisikia. Sema fulani kifupi, mfano labda angesikia hivyo asingefurahia. Kila mtu anajua ni jambo gani ulimi wake ukitamka juu ya mwenzake asingependa mwenzake kulisikia kwa hiyo sifa. Kwa hivyo dada zangu na mama zangu, tunataka kuona jamii yetu sisi ni watu wa kitu kimoja. Baina yetu kuna mapenzi, baina yetu kuna undugu wa hali ya juu. Na hapo katikati kukipatikana sababu yoyote ya kuvunja undugu wetu, tukae mbali nayo. Usizungumze kuhusu ndugu yako isipokuwa kwa sifa mzuri. Sema wallahi mimi simjui mtu fulani ila kwa sifa mzuri. Awaonaje? Mimi naona inshallah ni jambo zuri. Amefanya hivi inshallah amefanya kwa nia mzuri. Pitisha mambo. Fanya jifanyie mambo yako rahisi mbele ya Allah azza wa jalla. Umejikuta kwenye kikao watu wanasengenya, toka kwenye kikao hicho na ujieke mbali na watu kama hao. Toka kwenye kikao. Waweza kuwaonya, waonye. Waweza kuwakataza, wakataze. Lakini kwanza usijipambe na hiyo sifa na
kusanye na watu wenye sifa hiyo, na iwapo utaona wenye sifa hizo, jaribu kuwaonya na kuwatahadharisha. Tutaka undugu baina yetu idumu. Naam, wallahi mapenzi baina ya Waislamu imedhoofika sana. Jirani yako Muislamu, ndugu yako Muislamu, hata naweza patikana na matatizo, hata habari hauna, hutaki kujua. Mtu anaweza kuambia mwache pambane na hali yake, apambane na hali yake. Nini imepelekea huko? Kumedhoofika mapenzi na kuhurumiana na watu kupendana, kwa sababu kama hizi. Sifa ya al-ghiba. Kwa hivyo usimtaje ndugu yako Muislamu isipokuwa kwa sifa nzuri. Hata kwa baina wanafunzi, useme fulani kichwa chake kigumu hawezi hifadhi kitu. La, useme hivyo. Sema Mwenyezi Mungu atamfungulia, muombe Mungu. Naam. Sifa yoyote ambayo wajua, kama nilivyotangulia kusema, sifa yoyote ambayo wajua nikisema kwa ndugu yangu itamumiza moyo, usifanye nini? Usiseme na usiitamke, kama vile wewe hutopenda kuambiwa. Kwa hivyo jambo la kwanza ni al-kadhib, jambo la pili ni naam al-ghiba. Jambo la tatu ni an-namima. An-namima. Nini maana namima? Naam, an-namima ni mtu kuchukua maneno ya sehemu moja kupelekea sehemu nyingine. Kwa pamoja, unachukua sehemu maneno unapeleka sehemu nyingine, alafu nia yako si ya kusuluhisha, nia yako si ya kujenga, nia yako si ya kuleta mapenzi baina ya watu. Nia yako ni gani? Nia yako ni kuharibu. Katika mitihani mikubwa tunapitia kwenye zama zetu ni hii sifa ya an-namima. Umesikia kitu kwa ndugu yako, labda ni jambo nzuri mara nyingine, lakini mtu akaigeuza maneno yote akapeleka kwa yule ambaye inamhusu kwa sura tofauti, ili alete nini? Alete ugomvi baina ya watu. Wallahi hii ni katika mitihani mikubwa. Ndani ya familia zimejaa, baina ya marafiki imejaa, baina ya wanafunzi sifa hii imejaa, baina ya wafanyabiashara imejaa. Nitaja wanasiasa pia. Naam, kwa hivyo ni sifa ambayo imekuwa ni mtihani mkubwa katika jamii. Mmoja katika wema waliopita anaitwa Yahya ibn Abi Kathir, anasema, sikiza haya maneno, anasema yufsidu an-namamu wal-kadhabu fi sa'a ma la yufsidu as-sahiru fi sana. Anaharibu mtu namam. Mtu namam anaweza kuharibu kwa saa moja jambo ambalo hata mchawi kwa mwaka mzima hawezi kufanya. Umeelewa? Naam. Mtu mchawi anafanya uchawi wake, lakini inaenda step by step, athari polepole inaanza kuonekana kwa mtu, sio? Wengine hata inachelewa, wengine hata haiwi kabisa.
lakini namam anaweza kuvunja nyumba kwa seconds. Mtu mwenye kupenda namam kwa Kiswahili nasema nini Sheikh? Mdaku. No, ghiba ni kusengenya. Mdaku. Post. Mtu ambaye anapenda kuchukua maneno ya hapa kupeleka hapa kwa nia ya kuvunja, huyu anaweza kufanya kazi au anaweza kuvunja nyumba kwa haraka kushinda hata mchawi. Kwa saa moja, kwa dakika moja, kwa kalima, atwist maneno kwa nia yake mbaya, nyumba ivunjike, watu wakosane, uadui baina ya watu ingie, chuki baina ya watu ipatikane. Na huyu mwingine naye ameenda hata kwa mchawi, anataka watu wawili wagombane, aanze kuambiwa unajua unafaa ufanye hivi, uende urudi wiki mwezi, lakini huyu hana haja ya kusubiri mwezi wala wiki. Naam, nikiugeuza tu maneno kwa nia yake mbaya, ifanyike nini? Naam, awashe moto. Kwa hivyo hii sifa ni sifa mbaya ndugu zangu. Ishi na watu kwa moyo mzuri. Ishi na watu kwa roho safi. Umesikia jambo mbaya kuhusu mtu, unaweza kumpatia nasiha, mpatie. Huwezi, tunarudi kwenye hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, falyaqul khairan au liyasmut. Waona jambo hili nikiliingilia, mimi ndo naweza kuwa sababu ya kuvunja nyumba, ya kuwasha moto, utafanya nini? Rudi nyuma, usiende ukaharibu. Nia yako daima iwe ni mzuri. Usiwe sababu ya watu kukosana. Isiwe sababu ya watu baina yao kupatikana chuki. Usiwe wewe ndio sababu ya nyumba za watu kuvunjika. Usiwe sababu ya marafiki wawili wanaopendana, usiwe wewe ndio sababu ukavunja urafiki wao kwa kuchukua maneno ya huku kupeleka kwingine kwa ajili ya kutaka kuvunja yaliyo baina yao. Fa sifa ya an-namima vile vile ni katika sifa ambazo inadhoofisha undugu baina yetu. Undugu baina yetu. Ukimwona mtu mwenye sifa kama hii, naam, mpatie nasiha. Mpatie nasiha. Kwa sababu ni sifa ambayo imeenea sana katika jamii yetu. Lazima tushikane mikono, lazima tunasihiane. Ukiona dadako ako na sifa kama hii, mkalishe chini. Mkalishe chini. Umwambie, ewe ndugu yangu, na kuona hili jambo nalifanya, na hii tabia ulionayo si tabia mzuri. Unavunja undugu baina ya watu. Unaleta chuki baina ya watu. Kalisha mtu chini, umwongeleshe. Usiwe na hii sifa, na iwapo utaona mtu mwenye sifa kama hizi, usiwe mzito katika kumwongelesha. Jambo la ngapi? La 3. Jambo la 4 ni al-laghwu wa kathratul kalami fima la yanfa. Katika mitihani mikubwa inatuingiza hii ulimi ni mtu kuongea maneno ambayo hayana maana na haina faida kabisa. Haina maana
na wala haina faida. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasifu waumini ambao wamefaulu hapa duniani na kesho mbele yake. Anasema qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, alafu walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun. Wamefaulu waumini ambao wanajieka mbali na sifa gani? Sifa ya al-laghu, sifa ya kuongea na kufanya mambo ambayo hayana maana, mambo ambayo hakuna manufaa ndani yake. Ushawahi kuona watu wanaongea alafu uje uulize ilikuwa mnaongea nini? Akwambia hata hatujui. Naam, hata hatujui kwa tunaongea nini. Mjaiona? Naam. Mjawahi? Wako. Umechokesha ulimi wako kwenye kikao, mnazungumza mambo haina maana. Kwa nini upelekee ulimi wako kwenye hii hali? Na mwanzo wa kikao tumesema hadithi ya Mtume SAW kwamba kila asubuhi kiwiliwili chote kinaongea na ulimi, kinamwambia kwa unyonge na kwa upole, ittaqillaha fina, tukuomba please usituangamize ulimi, usituletee madhara, usitupelekee sehemu au namna Mwenyezi Mungu hatakuwa radhi na sisi. Tukuomba ulimi usitupoteze njia. Na katika mitihani mikubwa ni watu kuongea tu just for the sake ya kuongea, isitoke kwenye ulimi wako isipokuwa ya kheri, isipokuwa jambo ambalo wajua hili litaniletea manufaa na itaniongezea kwenye mizani yangu ya mema. Kwenye hili tutasoma hadithi gani? Hadithi ipi hiyo tumesoma nyuma? Man kana yu'minu bil wal yawmil falyaqul khairan, ni khairi zungumza, ni laghu achana nayo. Kikao watu wamekaa tu wanacheka bila maana, kuna kitu ya maana wanaongea, utaingia ndani na wewe? Naam, la. Hurumia ulimi wako, hurumia ulimi wako. Kwani hadithi ya Muadh iliyosoma nyuma, Mtume amwambia amuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, tutahisabiwa juu ya kila tunachozungumza? Naam, utahesabiwa. Hata kile kikao ulioenda kukaa ambacho kuna maneno yasiyokuwa na maana ndani yake, ukiongea utahesabiwa na utaenda kukuta mbele ya Allahu azza wa jalla. Ni jambo la ngapi hilo? Naam, jambo la 4. Jambo la 5 ni mwanadamu ulimi wake kutahadhari sana, imma kwa ulimi wake kusiwe sababu ya wewe kumkufurisha ndugu yako Muislamu au kumtoa ndugu yako Muislamu katika dini. Kwa ulimi wako tahadhari sana. Mambo yanahusiana na dini, kama haujui utafanya nini? Nyamaza. Falyaqul khairan au liyasmut. Mambo ya siasa kama unajua ongea, lakini mambo ya dini chunga sana, isikupelekee jambo elimu yako labda haijafika, haujaelewa, kusema huyu amefanya nini, labda amemkufuru Mungu, au huyu anaweza toka kwenye Uislamu, au huyu dini yake haiko sawa. Chunga sana ulimi wako usifanye nini, isikupelekee katika maangamivu kama haya. Kwenye mitandao siku hizi ukiscroll hivi kwenye hizi Instagram, TikTok, nini nyingine ziko nyingi, Facebook, utaona video za dini, utaona wazungumzaji tofauti, utaona mambo yanayozungumzwa ni mingi. Ni jambo zuri, sikiza, ni jambo la kidini, haujaelewa
achana nalo. Usiingie katika kuongea mambo ya dini ambayo labda level ya elimu yako haijafika, ikupelekee ulimi ukose dini yako na uende kutana mbele Allah subhanahu wa ta'ala ukiwa na mzigo mkubwa kupitia ulimi wako. Tumeona dada zangu na mama zangu namna ya huu ulimi imma inaweza kuleta manufaa au ikuletee madhara. Hizi sifa tano tumezitaja, ikiwa utazifanyia kazi, naamini hesabu yako mbele Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni yenye kufurahisha. Isitoke kwenye ulimi wako isipokuwa jambo la khairi, jambo ambalo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala analiridhia, ongea. Ukiona hapa ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu hataki mimi niwe katika hii hali, zuia ulimi wako. Namalizia na hadithi niliyoisema, lau tutatoka kwenye hichi kikao isipokuwa na hadithi hii moja peke yake, narudia tena hiyo hadithi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hii hadithi tumesikia miaka mingi, lakini naomba tuanze kuifanyia kazi miaka mingi inayokuja insha Allah. Tasimamia mpaka hapa insha Allah. Mungu Allah subhanahu wa ta'ala tujalie katika wenye kusikiza ya khairi na kufuata. Na Mungu Allah subhanahu wa ta'ala awahifadhi mama zangu na dada zangu nyote, na awapatie furaha ya dunia na kesho akhira, na awaruzuku husnul khatima. Muondoke kwenye hii dunia Mwenyezi Mungu akiwa radhi na nyinyi. Muondoke kwenye hii dunia Mwenyezi Mungu akijalia kalima yenu ya mwisho kwenye hii dunia ni la ilaha illa Allah. Na mwisho na Mungu Allah subhanahu wa ta'ala tukutanishe tena katika janna yake insha Allah.